Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahakikishia wananchi kuwa serikali itawalipa fidia wananchi wote waliopisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo yao, na akisisitiza kuwa hakuna mwananchi atakayedhulumiwa haki yake. Amesema hayo wakati wa hafla ya ufunguzi wa barabara ya juu flyover ya Dr. Hussein Ali Mwinyi Mwanakwerekwe mkoa wa Mjini Magharibi, ikiwa ni sehemu ya shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Tuwe tayari kupisha miradi ya maendeleo na serikali itatoa fidia stahiki. Ndugu zangu, leo tukisema kila mtu asikubali kuondoka, hatuitendei haki nchi yetu. Maendeleo haya ni ya wengi, si ya mtu mmoja mmoja. Mtu mmoja akisema mimi wote wamekubali kupisha barabara, mimi sitoki, hata kwa hatutendei haki, kwa sababu barabara hii ina manufaa kwa jamii nzima. Lakini mtupe nafasi ya kuleta miradi ya maendeleo, msiwe kikwazo cha maendeleo katika nchi. Kwa hivyo ninatambua kwamba kuna watu bado wana malalamiko kuhusu fidia. Nawapa ahadi, tumeshaunda kamati ya uchunguzi wa fidia, kila mtu atapata haki yake. La tatu, na hili nimekuwa nalisema mara nyingi, napenda nilirejee tena, na wasihi wananchi wasijenge kwenye hifadhi ya barabara, kwa sababu hifadhi ya barabara tunakusudia kupitisha huduma ya maji, huduma ya umeme, huduma ya internet, hata njia za kutembea, watembea kwa miguu tutazipitisha kwenye hifadhi ya barabara. Kwa hivyo tafadhalini sana, nafasi hizi zisijengwe. Leo tunaona nyaya zinapita juu, hatutaki manyaya haya yaonekane juu, tunataka nyaya za umeme ziwe chini. La kwanza ni wasihi wananchi, tuitunze miundombinu hii ya barabara, ya madaraja, ya flyover. Haya ndiyo maendeleo ya kweli. Barabara ikipita inaleta maendeleo makubwa katika maeneo yetu. Thamani za nyumba zetu, za ardhi zetu zinapanda mara moja ukipitishwa barabara. Leo hapa tunapozungumza, hizi nyumba zilizokuwa pembeni mwa barabara bei yake sio ile ya zamani. Lakini sio hapa tu, hata vijijini ambapo barabara zimepita, thamani ya ardhi imepanda, thamani ya nyumba imepanda. Alimradi maendeleo ya kweli husababishwa na miundombinu. Kwa hivyo tuitunze, tuhakikishe kwamba miaka 5 baadaye tukipita hapa daraja linakuwa hivi bila ya kuwa limeharibiwa, limegongwa, taa zimevunjika. Tunataka libaki kama lilivyo kwa miaka mingi ijayo, ili vizazi vijavyo vione alama tuliyoiacha. Kwa upande wake, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Dr. Khalid Salum Mohamed amepongeza jitihada na mafanikio ya Rais Dr. Mwinyi katika kipindi cha uongozi wake, hususan mageuzi makubwa yaliyofanyika katika sekta ya miundombinu ya barabara ambayo yameleta maboresho makubwa katika usafiri. Uliahidi kwamba utafumua mfumo mzima wa barabara za vijijini na vijijini, na uliagiza kwamba hutaki kuona barabara inajengwa kwa kiwango cha kifusi. Mheshimiwa, ahadi yako hiyo imetimia. Barabara zote sasa hivi zinajengwa kwa kiwango cha lami na za ubora wa hali ya juu, mijini na vijijini, Unguja na Pemba, wananchi wote mashahidi kwa hilo. Lakini pia uliahidi kujenga flyover 2 ili kuondosha msongamano, na hizi ni kwa kuanzia. Tumejenga Mwanakwerekwe na Amani inaendelea na ujenzi. Leo tunaifungua ya Mwanakwerekwe. Mheshimiwa, ni alama kubwa sana katika nchi yetu ambayo umeiweka wewe. Hii ni historia na haitofutika tena. Mheshimiwa, wewe ndo wa kwanza kufungua madaraja ya juu, barabara za juu, flyover katika nchi yetu. Akitoa taarifa ya kitaalamu ya mradi huo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Mhandisi Ali Said Bakari, amesema ujenzi wa flyover ya Dr. Hussein Ali Mwinyi
uliotekelezwa na kampuni ya CCECC umegharimu jumla ya shilingi bilioni 23.7. Barabara ya flyover namba 1 katika eneo hili la Mwanakwerekwe ulianza rasmi tarehe 1 mwezi wa 12 2023 na ukamilika tarehe 31 mwezi wa 12 2025. Ujenzi wa barabara hii hadi kukamilika kwake umegharimu jumla ya dola za Kimarekani milioni 9.5 sawa na wastani wa bilioni 23.7 za Kitanzania. Madina Omar, ASAM Online TV.